Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Tukiwa kwenye huduma hii, Mungu leo anatusemesha neno ambalo anataka mtu wa Mungu ufahamu kwamba Mungu hategemei uwepo wa kitu kingine chochote ili yeye aendelee kuwepo. Yaani Mungu hategemei uwepo wa kitu kingine chochote ili yeye Mungu aendelee kuwepo katika roho na katika maisha yetu. Hategemei uwepo wa kitu kingine chochote. Kwa sasa Mungu ni roho, tunafahamu. Mungu hana mwanzo, hana mwisho, kwa sababu yeye ndiyo mwanzo na yeye ndiyo mwisho. Kwa tukitazama kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari ule wa 14, Mungu anasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Yeye yupo ambaye atakuwepo. Yeye ndiyo mwanzo, yeye ndiyo mwisho. Yeye hana mwanzo wake wala hana mwisho wake. Kwa hategemei uwepo wa material, hategemei uwepo wa namna ya kitu kingine chochote ili yeye aendelee kuwepo kwenye maisha ya wanadamu, aendelee kuwepo kwenye maisha ya roho. Kwa sababu yeye Mungu yupo pasipo kutegemea kitu chochote. Kwa nini maana yake? Maana yake ni kwamba wewe unapomwendea Mungu, usiendee Mungu kama kitu ambacho kesho hakitakuwepo. Ndio maana anasema kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, yoyote amwendee Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo, sio leo tu. Mungu ni jana, leo na hata milele, sio leo tu. Kwa hiyo simwendee Mungu kama vile kwamba leo atakuwepo, kesho sitomkuta. Utamkuta kila siku. Kwa hiyo siende kwa Mungu kwa majira, kwamba kuna majira fulani Mungu atakuwepo, kuna majira fulani Mungu hatakuwepo. Mungu yupo katika majira yote. Sasa tukisoma mfano kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 1 mstari kuanzia wa 1, Mungu anasema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo hapa kuwepo na kitu kwanza ndo akatokea Mungu. Hapa kuwepo na mazingira kwanza ndo akatokea Mungu. Kwa Mungu yeye ndo alikuwepo kabla ya vitu vingine vyote. Kwa mimi navyomfuata Mungu, wewe unavyomfuata Mungu, usimfuate Mungu kama unakifuata kitu fulani. Ndio maana unapofuata waganga, unapofuata mizimu, yaani Mungu anapata hasira sana. Kwa sababu unafuata vitu ambavyo kabla ya hivyo vitu yeye alikuwepo. Sasa Mungu anasema, kabla sijakuumba nilikujua. Kabla hajaniumba alinijua. Kabla hajakuumba alikujua. Kwa ndani yake, maana yake yeye alikuwepo kwenye mazingira yote ya hivyo viumbe vingine. Sasa wewe ni nani? Mimi ni nani? Ambao tunataka tutengeneze mazingira ya majira, tunataka tutengeneze mazingira ya wakati, tunataka tutengeneze mazingira fulani kwamba kama vile kwamba Mungu alikuwepo wakati fulani na sasa hayupo. Mungu atakuwepo kwenye majira fulani na kwenye majira fulani huyu Mungu inawezekana asiwepo. Sote tunafahamu Mungu anasema wazi. Tunaposoma kwenye kitabu hicho mfano cha Waebrania, mfano ile hiyo sura ya 11 ule mstari wa 6, anaposema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Yoyote amwendee Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo. Lakini ukirudi kwenye ule mstari wa 3, Mungu anasema pale, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vilivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Yaani hakikuwepo kitu fulani kwanza afu Mungu akatumia hicho kitu kuumba kitu kingine. Vitu vyote vilianzia kwake. Yeye ni yote katika yote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapeleka maombi yako kwa Mungu, unapeleka haja zako kwa Mungu, unapeleka mawazo yako kwa Mungu, unapeleka mahitaji yako kwa Mungu. Usiende kwa Mungu kama vile kwamba Mungu ni wa majira fulani tu.
Mungu ni wa kipindi fulani tu. Elia aliwaambiaje wale manabii wa Baali? Kama Mungu ndiye, mfuateni. Kwa sababu kama sio yeye, fuateni hivyo mnavyovifuata, lakini muwe mna uhakika Mungu ni yote katika yote. Ndio maana akasema wazi pale, mtasitasita kwenye mawazo mawili hata lini? Yaani utasitasita kwenye nyakati mbili, nyakati tatu, nyakati nne hata lini? Kwamba Mungu ni wa majira fulani tu. Nikiwa na shida fulani ni za Mungu, nikiwa na shida fulani sio za Mungu. Mungu hayupo kwa sababu kuna vitu fulani havipo. Mungu yupo sio kwa sababu kuna vitu fulani vipo. Yaani Mungu yeye ni roho ambao ipo tangu na tangu. Kama anavyosema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haijalishi unaiongelea mbingu ipi. Wale wanaohesabu mbingu mpaka utakapoishia. Haijalishi utahesabu mbingu ngapi. Lakini Mungu ndo aliziumba mbingu na nchi. Unapohesabu nchi, hesabu nchi ngapi? Ardhi, hesabu matabaka mangapi ya ardhi. Lakini kabla hayaja kuwepo hayo, yeye alikuwepo na yeye ndio mwanzo hayo. Yeye ndio muasisi wa hayo. Kwa sasa unapomfikiria Mungu, usimfikirie Mungu kama kiumbe ambacho unavyofikiria viumbe vingine, kwamba kesho vitakuwepo, kesho kutwa vitakuwepo. Kwa majini yatakuwepo leo, kesho hayatakuwepo. Kama vile watu wanavyotembea na historia kwamba unaona kuna ule mbuyu pale. Zamani kuoga kuna jini pale, sasa hivi halipo. Sasa usimchukulie Mungu wa staili hiyo kwamba naye kuna siku kwenye mazingira fulani hata kuwepo. Mungu yuko kila mahali katika ulimwengu wa roho. Mungu anatenda kazi zake katika ulimwengu wa roho. Kwa sasa unatakiwa uelewe kwamba ninapomfuata Mungu na haja zangu, ninamfuata Mungu katika mazingira yoyote, katika hali yoyote, katika namna yoyote, katika wakati wowote. Achana na haya mambo ya desturi kwamba huwezi kumuomba Mungu ukiwa kwenye usafiri, huwezi kumuomba Mungu ukiwa unaoga, huwezi kumuomba Mungu ukiwa unapika. Yaani Mungu mpaka umtengenezee mazingira. No. Watakao muabudu Mungu ni wale watakao muabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anazungumza, ukisoma kile kitabu cha Yohana, Yesu alipokutana na ule mwanamke Msamaria pale. Mungu anazungumza pale. Okay, Mungu anazungumza kwamba yeye Mungu hapangiwi mazingira. Hapangiwi mazingira kwamba Mungu nitamtafuta kwenye mazingira fulani mpaka niandae mazingira fulani ya kukutana na Mungu. No. Mungu sio wa hivyo. Mungu yeye anapatikana kwenye mazingira yote ambayo wewe unaona kwamba haya ni mazingira, na Mungu yuko mahali hapo. Ukisoma kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 4, Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria, kuna vitu vingi walizungumza wakati pale Yesu anamuelezea yule mwanamke kwa habari ya kuabudu, na yule mwanamke naye anatoa hoja zake pia kwa habari hiyo ya kuabudu. Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, tukianza kusoma hoja ya yule mwanamke kuanzia ule mstari wa 20, anasema baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wanaomwabudu. Kwa Mungu ataabudiwa katika roho na kweli. Kwa naweza nikaendelea kumwabudu Mungu wangu, lakini naendelea na shughuli zangu. Naendelea na kazi yangu ya uhasibu, naendelea na kazi yangu ya kupiga mahesabu pale, naendelea na kazi yangu ya kuweka kumbukumbu fulani, naendelea na kazi yangu ya kupika, naendelea na kazi yangu ya kuogesha watoto, lakini ndani yangu ninamwabudu Mungu, ndani yangu ninamuomba Mungu, ndani yangu ninapeleka hoja zangu mbele za Mungu kwamba Mungu, tazama, nina hoja hii, nina shida hii, nina tatizo hii, niko kwenye gari, mimi ni dereva, ninaendesha gari la abiria, ninaendesha treni. Mungu wangu nisikilize, niko hapa, mtoto wako nafanya kazi, lakini na hoja yangu hii hapa. Nina ada ya mtoto nataka. Nina mke wangu ni mgonjwa, nina mume wangu ni mgonjwa, nina familia yangu ina issue fulani. Unamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu yeye yupo tu. Sio mpaka umtengenezee mazingira fulani.
Sisemi kwamba kumtengenezea Mungu mazingira ni kubaya, lakini Yesu anasema kwamba unapotaka kuongea na Mungu wako, jifungie kwenye chumba chako cha ndani. Sio chumba kwa jinsi ya mwili, chumba chako cha roho yako. Jifungie kwenye chumba chako cha ndani, zungumza na Mungu wako. Lakini mpaka kwamba utengeneze mazingira fulani, ufanye kitu fulani, uwe na uhakika adui anayekuwinda yeye haangalii mazingira eti aogope Mungu kwa sababu ya mazingira. Yeye anaogopa nguvu ya Mungu kwa sababu yule mtu anayemwabudu Mungu anamfahamu Mungu wake tangu ndani ya roho yake. Sio kwamba Mungu nimemtengenezea mazingira fulani, nimevaa kwenye mavazi fulani ndio naweza kuzungumza. Mungu anakujua tangu ukiwa uchi, kwa sababu yeye ndo alikuumba. Anasema nilikujua hata kabla sijakuumba, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako ninakufahamu. Kwa tangu ukiwa tumboni Mungu anakulinda, huna nguo yote. Ndio maana anasema mlikuja bila kitu na mtaondoka bila kitu. Kwa kuna mazingira fulani ambayo usilazimishe kwamba ili ni muabudu Mungu mpaka nifike kwenye eneo fulani. Hapo ulipo Mungu anataka uzungumze naye, anataka umwambie kitu. Hapo ulipo anataka asikie sauti kutoka kwako kwamba una shida gani mtoto wangu, una shida gani mwanangu, ili nikusaidia.